Umeshawahi kuhisi ile hisia kana kwamba unajiona hauko huru? Uhuru wa kihisia, uhuru wa fikra, hata uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kuwa vile ambavyo nafsi yako inataka. Ni kweli uko huru? Utagundua ya kwamba kuna namna fulani unaishi kama mtumwa, sio wewe peke yako. Kundi kubwa la wanadamu hawaishi uhalisia wao. Wapo katika kifungo ama gereza la fikra, la hisia na la mzunguko wa kutafuta. Watu au wanadamu, kundi kubwa, hawapo huru. Ushawahi kuwa na hiyo hisia? Hata unapokuwa unajiona kwa namna fulani, you are not free. Sio uongo. Katika ulimwengu tunaoishi na hasa hii dunia tunaoishi sasa, dunia, wako watu ambao sio watu wenye miili kama sisi wanadamu, lakini ni watu ambao wanaofahamu kama sisi, lakini hawana uwezo wa kuwa na hisia kama ambazo sisi wanadamu tuko nazo. Na wao chakula chao ni nishati. Kumbuka, wewe mwanadamu, wewe ni nguvu ya ndani, ni ile nishati yako ya ndani. So na ndio maana unapokuwa umekaukiwa ndani yako, unaona afya yako inaanza kuwa mgogoro, unaanza kuwa mzito kwenye kufanya mambo yako, unaanza kuhisi hali ya uchovu uliopitiliza bila sababu. Ni nishati yako ya ndani imeondoka. Hata kama umekula chakula, hata kama kila kitu nje kiko sawa, nishati yako ya ndani ndio nguvu yako, ndio uhai wako. Kwa kifupi, ndio chakula chako halisi. Sasa kwa sababu wao viumbe wengine hawana mwili kama sisi, ina maana wao wanakula ile nishati moja kwa moja. Kwa hiyo kwa muda mrefu wamekuwa wakinufaika na mwanadamu, wamenufaika na nafsi ya mwanadamu na nguvu inayotoka katika lile umbile la ndani la mwanadamu. Na kuna kundi kubwa la watu wanadamu wameshatafunwa kabisa ile nafsi yao, katika namna ambayo wamepoteza uwezo wa kuwa na ufahamu wao wenyewe. Hawa watu ndio ambao wanakuwa wana operate namna wanavyoishi na kufanya mambo yao, wanakuwa ni kama marobot. Wanakuwa ni kama watu ambao wanaongozwa na remote control. Ni watu ambao hawana uwezo wa kutumia fikra zao halisi. Ni watu ambao wanafata tu maelekezo wanayopewa kutoka katika hizo nguvu. Kumbuka, hizo nguvu zisizoonekana zinatumia pia binadamu wengine. Kuna binadamu ambao wanajielewa kabisa, ambao wamekubali kuuza utu wao kwa hizo nguvu ili kujipatia manufaa. Na ukitaka ujue binadamu ambaye ameuza utu wake kwa zile nguvu zisizoonekana zinazonufaika na mwanadamu, utagundua katika eneo lolote atakalokuwepo, anawafanya watu kuendelea kuwa mateka. Awaongozi watu kuwa uhuru wa kihisia, uhuru wa kifikra na uhuru wa kiuchumi. Anawaweka watu katika mzunguko wa kukosa. Kuna mbinu mbalimbali ambazo wanakuwa wanazitumia watu wa namna hiyo. Na kwa kuwa hizi nguvu zimekuwa katika sayari kwa muda mrefu, kwa hiyo wameweka watu wao katika maeneo mengi ambayo yameshikilia fursa, yameshikiliwa na wao. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao ni nafsi halisi. Wewe mtu ambaye ni nafsi halisi na unataka uhuru, haitakuwa rahisi kuupata uhuru wako. Ndio unajiuliza kwa nini una struggle. Hujawahi kujiuliza kwa nini wakati ambako umeamua kulala usingizi, yaani kulala usingizi ina maana umesahau kuwa wewe, unaamua kwenda kama watu wengine tu wanavyoenda, unajisahau. Unashangaa labda fursa zinakuja, pesa inakuja tu. Alafu ule wakati unapoamka unasema, hivi mbona kama ninaishi tu without any direction kwenye maisha yangu? Hebu ngoja nianze kufanya vitu vinavyoendana na nafsi yangu. Unaanza kufanya vitu vyenye tija ambavyo vitakufanya kuwa huru kiuchumi ama kifikra. Unashangaa zile fursa zote na ile mirija ya uzuri ulikuwa unapata kama ni pesa, unashangaa vyote vinakata. Kwa nini? Kwa sababu zile nguvu zinafurahia uwe katika hali ya kusinzia, uwe katika hali ya kulala, uwe katika hali ya kujisahau. Kwa hiyo zitakupa favor yote ili mradi tu uwe katika hali ya kusinzia. Ina maana ufanye mambo kulingana na mifumo inavyoendelea. Zile nguvu zinatumia mifumo ya kidini, mifumo ya kisiasa, mifumo ya kijamii. Kuna mifumo mingi ya kijamii ambayo namna inavyofanya kazi haifanyi kazi katika uhuru wa fikra.
kunakuwa na fikra ambazo tayari zimeshawekwa na watu wengine. Na ndio maana ukiwa katika eneo kama hilo, ukitaka ujue hilo eneo uliopo, je, linatawaliwa na mtu ama watu ambao wako upande chanya au nguvu ambazo zinanufaika na nguvu za mwanadamu? Jiangalie, uko huru? Uko huru kweli kueleza hali ya nafsi iliyo ndani yako? Uko huru kutoa mawazo yako? Uko huru kiuchumi freely, yani kwa maana ya kwamba haujawekwa katika mzunguko wa kukosa? Ukiona hauko huru, ina maana huo mfumo unatumika kuzifyonza nguvu zako. Kwa hiyo kuna watu wengi unakuta wewe ni mtu mwenye nafsi halisi, wewe ni mtu mwenye moyo, ule moyo mzuri wa kiutu wa kibinadamu, na unatafuta uhuru. Sasa bila kujua wewe unaingizwa katika makundi ya itikadi kali za kidini, za kisiasa na kadhalika. Kwa hiyo unapoteza, unajisahau, unaanza kuishi au unawekwa katika eneo la kuwa kwenye luxury. Yaani unaanza kuwa mtu ambaye unaishi maisha ya kujisahau, yasiyoendana na uhalisia wa nafsi yako. Kwa kuna wakati unakuwa unataka kuwa huru, alafu unapoona ugumu inakuja njia nyepesi. Unashangaa inakuja njia nyepesi, lakini hiyo njia nyepesi haikupeleki katika uhuru. Inakufanya uwe mtumwa wa mtu fulani au mtumwa wa mfumo fulani. Ukiona dalili hiyo, jua ina maana zile nguvu ziko nyuma zinafanya kazi na kumonita kuhakikisha kwamba hauwi huru, kwa sababu binadamu halisi mwenye utu halisi wa kibinadamu ambaye hajatafunwa utu wake halisi, anapokuwa huru kiuchumi, kwanza tu yeye mwenyewe anakuwa anatembea na furaha na hali ambayo wale nguvu hawezi kunufaika na nguvu zake, alafu pia anakuwa na influence kubwa sana ya kuwasaidia watu wengine pia. Kwa hiyo zile nguvu hazitanufaika na watu wengine. Kwa hiyo mtu wa aina kama yako, kama ni wewe ambao unanisikiliza, utaona unakutana na vita kali sana inayokuzuia kuwa huru. Unawezekana upo katika maeneo ya kidini, yani wewe ni mtu sahihi kabisa, una mawazo chanya, lakini unashangaa unapigwa vita na viongozi wako wa kidini. Utashangaa unapigwa vita kwenye hizo maeneo ya kijamii, taasisi na vikundi vya kijamii mbalimbali, au hata kwenye familia. Unashangaa unapigwa vita pasipo sababu ya msingi. Wale watu ambao nafsi zao zimeshatafunwa, wameshapoteza ule uhalisia wa kibinadamu, mambo yao yanawanyokea tu. Sio kama unaelewa? Na mara nyingi watu wale unakuta ndio wanatumika kama vibaraka kuwafanya watu wengine walale katika usingizi. Kwa utashangaa pale ambako una mipango mizuri, unataka kuwa huru, unashangaa vikwazo vinawekwa, vigingi vinawekwa. Unashangaa ulikuwa na mtu ambaye ukiwa una ili wala lile anakusupport tu, anakupa hela, anafanya hivi. Alafu siku ukiwa na wazo zuri ukimshirikisha anakwambia sina hela. Unatoka unaenda kwenye kazi fulani, umeingia tu kwenye ile kazi, unashangaa mara unaambiwa sio, wafanyakazi wanapunguzwa hapa, kampuni inapata hasara. Au unaenda mahali fulani unabadilisha sehemu nyingine, unakutana na bosi mkorofi, anaanza kukudhurumu, anaanza kukuonea, anaanza kukutesa na kukuumiza. Safari yako ya uhuru haiwezi kuwa rahisi. Na wengine kwa mazingira hayo, zile nguvu zinakuingiza katika madeni. Maanjwa ganatoa maelekezo na waambiaga watu usijiingize katika mikopo, na hasa hii mikopo ya kausha damu. Ni hatari, ni sumu, ni vibaraka vinavyotumika kukunasa katika mzunguko wa kukulaza usingizi na kutafunwa nguvu zako. Kwa hiyo katika harakati zako, kipaumbele chako kiwe katika kupambana upate angalau pesa ya kusustain, namna ya kusustain na akiba kidogo. Na kama ukiweza kupata pesa, wekeza zaidi kwenye ufahamu wako, akili yako, na mambo yatakokusaidia wewe ndio uwe asset. Kwa sababu kumbuka, mifumo na watu wa namna hii wameshika maeneo mengi sana. Kwa hiyo una safari ya kuweza kuongeza mawimbi au masafa ya mtetemo wa nafsi yako, ili uwe katika viwango ambavyo utaweza kuattract au kuwavuta watu wanaoendana na wewe na nafsi yako. Lakini katika hali ya kustruggle ulionayo, utaendelea kuzungukwa na watu wa namna hii ambao ni monitors, ambao kazi yao ni kukuzuia wewe usiwe huru. Na la mwisho, kuna gharama pia ya kuwa huru. Wengine mtapoteza mali ulizokuwa nazo, wengine utapoteza urithi, wengine utapoteza utambulisho wako, wengine utapoteza sifa njema. Yaani yote hiyo ni gharama ya kujikomboa kutoka katika mfumo ambao ingawa kwa nje unaonekana mzuri, lakini ndani ni wa kitumwa.
ukikaa katika mfumo huo hauna amani. Wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba okay, naweza nikafit in, nika blend in, ngoja nijichanganye tu nifanane na hawa walivyo na unafiki wao kwenye hayo makundi hayo. Lakini wewe ukikaa huko unaona kabisa huna ile amani ya moyo. Ukiona hiyo ni dalili kwamba upasi kuwa huko. Kwa hiyo kuna gharama ya kuwa huru. Kuna wakati itakulazimu ulipe gharama ya kuwa huru, na hakuna kitu cha thamani kama uhuru. Yaani kama kuna njia nyepesi na uhuru, chagua uhuru. Chagua uhuru mara nyingi iwezekanavyo mpaka uhuru uwe ni utambulisho wako. Sikuahidi kwamba safari yako itakuwa rahisi. Hakuna mtu ambaye ameiendea njia ya uhuru katika hii sayari dunia alafu ikawa rahisi. Lazima alikutana na vigingi na mawe na michongoma, akatupiwa miamba yote kumzuia na kumkwamisha katika ile njia, kwa sababu mifumo ile inataka wanadamu wote tubaki katika hali ya mzunguko kama mazombi. Si umeelewa? Mnazunguka kwenye duara hivi, unapoteza maisha yako mpaka unaondoka katika sayari dunia. Umeshindwa kutumia ile nuru halisi iliyo ndani yako, unabaki kutembea na fikra za watu wengine, misimamo ya watu wengine, na kila siku kuishi tu kutimiza nini akijakamilika kesho, nini akijakamilika kesho. Ukuja katika sayari dunia kuishi kwa namna hiyo. Kuishi ni kuishi uhalisia wa nafsi yako, kutembea katika uhuru. Usisahau kuwa huru na mwenye furaha. Hii ni hali yako ya asili, na ndio maana uponyaji ni jambo la muhimu sana. Safari ya uponyaji ni ya umuhimu sana, kwa sababu unapokuwa umekuwa, kabla hujafahamu siri hii mifumo inakuwa tayari imekuathiri mfumo wako wa ubongo na nafsi yako, inakuwa imezoea utumwa, inaona kama ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ili kujinasua, uhuru unaanzia kwenye fikra yako na kwenye nafsi yako na taarifa katika vinasaba vyako. Ndio maana huwa anafanya program ya uponyaji, coaching ya mtu mmoja ya kukusaidia kuweza kuvunja huu mzunguko ambao unakuweka katika utumwa, katika akili yako, katika mwili wako na katika nafsi yako. Na ndio maana pia unaweza kusoma kitabu ambacho nimekiandika, Kutoka Uwanja wa Mapambano, saikolojia na safari ya kuvunja trauma na kujenga upya utambulisho wako. Utoke katika condition mind, utoke katika kuwa yule mtu ambaye umetengenezwa hadi kuwa yule mtu ambaye wewe umechagua kwa hiari. Kama unahitaji kuwasiliana na mimi, nitumie ujumbe inbox, nenda kwenye profile yangu, tumia ujumbe inbox, ama check email yangu, ipo kwenye description ya hii channel. Okay, uwe na wakati mzuri.